Winome TV. Sisi ni familia mpya. Asante. Sasa moja kwa moja mwananchi aliyoko hapa ataanza kueleza jambo lake, na mheshimiwa mgeni rasmi mkuu wetu wa mkoa akiwa na mwanasheria mkuu, hawa wanasimama badala ya wenye viti kwenye maeneo yao wakati wakiendelea kuhudumia wananchi. Huu ndio utakao kwa mfano, na huyu ndio mwenye jambo lake anayehitaji ushauri. Karibu tukusikilize. Ndugu mwananchi, karibu. Tumekuja kusikiliza. Kwa hiyo kabla hujaleta malalamiko yako, nipate majina yako kamili. Kwa majina naitwa Lameki Clement Muyanzi. Muyanzi. Ya Nzi. Sawa, mwanaume. Umri wako? Miaka 60. Okay. Kiwango cha elimu? Kiwango changu cha elimu ni chuo. Chuo. Ndio. Hadi ya ndoa? Nimeoa. No. Ndio. Naweka tu kwanza fomu yangu vizuri kabla ya kupa nafasi ya kutoa malalamiko yako. Kwa Singida. Nipo kwa Singida. Wilaya Manispaa ya Singida. Mkuu wako wilaya huyo hapa. Si ndio? Ndio. Nafahamu. Halmashauri Singida. Manispaa ya Singida. Sawa. Kata ya Utemini. Utemini. Ndio. Mtaa au kijiji? Mtaa pia ni wa Utemini. Anwani? 365 Singida. Namba ya simu? 0754 68 99 96. Hii namba yako ya simu ni muhimu kwa sababu mimi kama mtoa huduma, ndio, ili niwe naweza kuendelea kukufuatilia kwa karibu. Sawa. Na mimi ninayetoa huduma hii kwako ni mwanasheria mkuu wa serikali. Naitwa Hamza Johari. Amina sana. Okay. Haya mengine nitajaza mwenyewe baadaye. Sasa ninatoa huduma hii, una bahati nimeambatana na mkuu wa mkoa wa Singida, nimekuja kwangu na mkuu wa wilaya ya Singida. Amina. Karibu sasa utoe malalamiko yako. Asante. Kwa majina kama nilivyosema, Lameki Clement Muyanzi, inatokea shirika la SEMA. Shirika la SEMA, SEMA, shirika la SEMA. Inatokea shirika la SEMA, ambapo katika shughuli za SEMA, moja ya shughuli zinazofanyika pale ni matengenezo ya magari. Kuna karakana ya magari, na mimi ninayezungumza hapa ni meneja wa karakana ya matengenezo ya magari. Kilichojitokeza ni kwamba ilitokea ajali ya moto na gari ya mteja iliungua. Gari moja ya mteja iliungua moto, ambayo ina thamani ya shilingi milioni 65. Baada ya ajali hiyo, mmiliki wa gari au mteja wetu alitupeleka mahakamani, alifungua shauri mahakamani. Mahakama ya wilaya. Baada ya kufungua shauri mahakama ya wilaya, basi kesi iliendelea, akawa ameshinda kesi.
baada ya kushinda kesi akakaza hukumu. Baada ya kukaza hukumu ikatoka amri ya mahakama, ikamteua dalali aweze kukamata mali. Kwa hiyo dalali alikuwa amri. Hukumu ilitoka na maamuzi gani? Hukumu ilitoka na maamuzi kwamba tuweze kulipa hizo fedha milioni 65. Baada ya hapo ikatoka amri ya mahakama, akamteua dalali kuja kukamata mali. Kwa hiyo alikamata magari 5 yenye thamani zaidi ya milioni 120. Baada ya kukamata magari 5, basi tukafanya juhudi ya kuweza kulipa hizo fedha zote milioni 65. Mlizilipa? Tulizilipa. Vielelezo vyote viko hapa. Sawa, endelea. Baada ya kulipa hiyo milioni 65, wakili wa huyo aliyetushtaki aliijulisha mahakama kwamba fedha zimelipwa. Aliandikia mahakama kwamba milioni 65 imelipwa. Lakini pia wakili alimjulisha huyo dalali kwamba fedha zimelipwa, usiendelee na hatua inayofuata ya kuuza magari. Nyaraka pia ziko hapa. Malipo hayo baada ya malipo hayo kufanyika, ambayo yalifanyika tarehe 12 mwezi wa 11 2024, mahakama ilitoa amri ya huyo dalali arudishe magari katika shirika la SEMA. Lakini mpaka tunapoongea, mpaka sasa hivi ni kipindi cha miezi 6, magari hayajarudishwa mpaka leo. Amri ya mahakama ilikuwa ya lini? Amri ya mahakama ilikuwa na tarehe, baada ya kulipa ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa 11. Tarehe 20 Novemba 2024. Ndio. Nimepanisha na mwenendo wa kesi. Kwa nini hawajarudisha hayo magari? Magari hayajarudishwa mpaka leo, hatujajua. Sasa huenda labda wameuza au tuni. Kwa hiyo hajulikani sana, lakini mpaka leo hatujarudishiwa magari. Kwa hiyo kupitia fursa hii ambayo umekuja mwanasheria mkuu wa serikali na mkuu wa mkoa ambaye ameidhinisha hili jambo lifanyike hapa, naamini haki itatendeka. Barua ni hizi hapa, ya kujulisha mahakama, lakini ya kumjulisha dalali kwamba tumeshalipwa, siendelee na kuuza magari, kwa sababu mnada ulitegemewa tarehe 20 na sisi tulipa tarehe 12 Novemba. Naomba mkurugenzi wa ushauri na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, nadhani hizi ndio mashauri ambayo mepesi tu yanatakiwa yaishi. Kama hukumu ya mahakama imeshatoka na amri imeshatolewa na hicho anachokisema ni sahihi, basi hilo lifanyike. Nyaraka hizi zipitie vizuri, angalia hiyo ya mahakama ya kuagiza sasa magari hayo yarejeshwe, kwa sababu ameshalipa milioni 65. Sasa wale wamechukua yale magari
thamani yake zaidi ya milioni 65. Maybe mwanzoni ilikuwa sawa, lakini amepambana, amelipa. Sasa baada ya kulipa, taarifa zimepelekwa kwa mujibu wa taratibu, mahakama imeshatoa amri ya kurejesha yale magari. Sasa haya ndio mambo ambayo Mheshimiwa Rais anataka tuyasimamie yaishe. Sasa toka Novemba mpaka leo ni mbali. Kaa nayo magari ya watu inakuwa sio haki. Kama hicho anachokisema ni sahihi, huyu ninayemkabidhi sasa ni mkurugenzi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na yuko hapa wiki nzima mpaka tarehe 25. Unasema ni sahihi. Basi kwa hiyo atalikamilisha hilo. Asante sana. Chukua namba yangu ya simu. Chukua namba yangu ya simu. Na kukabidhi mkurugenzi, limalize kesho kutwa unipe majibu. Kwa nini hao watu hawataki kurejesha hayo magari? Na mkuu wa mkoa yupo, mkuu wa wilaya yupo, haki ikatendeke. 0784